Ukitazama RS Berkane tuliangalia kuanzia almost nusu finali kuja robo finali kuja nusu finali, wamekuwa wakicheza kwenye 4-1-4-1. Huo ndo mfumo ambao wanacheza. Sasa ukisema 4-1-4-1 ni mfumo ambao tunasema ni mfumo ambao ni flexible. Unakupa nafasi ya kubadilika kwenda kwenye 4-3-3 unapokuwa unashambulia, kwa maana kwamba unakuwa na watu watatu juu, ambapo kwenye mapana ya uwanja una watu wawili na una mtu mmoja katikati ambaye anaweza kushambulia. Unakiongezeka hao watu, ina maana unaposhambulia kwa kasi unajikuta mnapokuwa mnaenda kumaliza tukio una watu takriban watatu wasiopungua kwenye eneo la hatari la timu pinzani. Sio, nielewa. Lakini pia wakati huo una watu watatu kwenye eneo la katikati ya kiungo ambao wanakupa nafasi. Mmoja tunasema anakuwa kama anchor, kwa maana kwamba nanga ya kuhakikisha kama analinda hii back 4. Alafu tunasema mmoja ambaye anakuwa tunasema ni kama vile yani playmaker, yani mtu ambaye anafanya kama vile kuichezesha timu, si ndio? Alafu kuna mtu tunamuita kama controller, kwa maana mtu ambaye sasa ana control move na tempo ya mchezo iende kwa namna gani, ambapo hapo utakuta kina Meir, si ndio? Utamkuta kuna Kamara, utamkuta kuna Yasin Labiri ambaye tulimuona mara nyingi yes Uchebe. Mchezo wa kwanza alikuwa anakuja kupokea mipira kwenye tight spaces, alafu kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kukokota mpira pia na kupiga pasi za hatari, anaisukuma timu kwenda juu. Kwa hiyo kwenye mazingira ya namna hiyo, kwenye hiyo 4-1-4-1 unategemea timu kuiona katika muktadha wa namna hiyo. Focus ya kwanza ina maana ni kuzuia. Yaani nguvu yao ya kwanza RS Berkane ipo kwenye kuzuia. Watu wanazungumza kuhusiana na hatari ya namna ambavyo wanashambulia, lakini kiukweli ni kwamba msingi wa Moin Shabani umejengwa zaidi katika kuzuia, kwamba namna gani ambavyo wana uwezo wa kumeza mashambulizi ya timu pinzani, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa haraka pale ambapo wanapokuwa na mpira. Kwa hiyo kwa maana RS Berkane tena mchezo huu ambao wakiwa na mabao mawili ya kuongoza, ina maana wanakuja kucheza wakiwa compact zaidi. Watakuwa na idadi kubwa watu wengi chini, wakiwa wanashambulia watakuwa na watu watano kwenye kuzuia. Tunasema Kamara atakuwa anashuka, alafu hapa katikati tunabaki watu wanne, kuna mtu mmoja peke yake ambaye atakuwa anabaki juu. Na bahati mbaya nimeona taarifa ya yule Msenegali Bassane amerejea kwenye kikosi, inawezekana kwa hiyo sehemu ya kikosi. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao ana energy kubwa sana ya kupanda na kushuka pia. Anatajwa kama mshambuliaji wa kati, lakini recently amekuwa akitumika zaidi kwenye mapana ya uwanja, hususan upande wa kushoto. Kwa hiyo ana uwezo mkubwa pia wa kusogea na kuongeza namba. Sasa nasema hivyo kwa nini? Kwamba hiyo 4-1-4-1 inawapa faida wanapokuwa wanazuia, wana watu wengi, lakini pia inawapa ile flexibility, uwezo wa kubadilika pindi wanapokuwa wanashambulia, wakuwa na idadi ya watu wengi kwenye box ya timu pinzani. Kwa hiyo kwa hali ya kawaida utategemea Berkane watakuja kucheza chini, kujaribu kubalance tu, kufanya game management. Alafu Simba kwa sababu wanataka goli, lazima watakuja kushambulia. Atakapokuja kushambulia ndio hapo nakutana na kwa maana kwamba mlinda mlango wao Muniri, ambaye huyu amecheza hadi soka la kulipwa nchini Uturuki, ligi kuu ya soka nchini Uturuki. Sijui unanielewa. Ametoka ameenda kucheza Al Wehda Saudi Arabia. Sijui unanielewa. Alafu ametoka anacheza RS Berkane. Ni mchezaji, ni kipa ambaye kwanza ana uwezo mzuri sana wa kupiga zile long range passes, kwa maana ana uwezo wa kupiga mipira mirefu. Sasa mkija mna kiu ya kushambulia, mkija wengi, kuna uwezekano mkubwa wakati mmecommit kwenda mbele, pasi yake hii moja peke yake ikatosha kutengeneza hatari kwa timu pinzani. Kwa hiyo kitu kingine ambacho wanapaswa kufanya ni tahadhari pindi wanapokuwa wanaenda kushambulia kutafuta hayo mabao. Kwa maana gani? Shefondo Malone, Abdulrazak Hamza pengine au Shamu Karabu, ambao kwa asilimia kubwa inawezekana wakaanza kati ya hao. Kama atacheza na back 3 akacheza labda na walinzi wawili, hao wanapaswa kuhakikisha kwamba wakati timu inapokwenda lazima ile wawe na ile position awareness ya kujua na kama eneo gani na mpinzani yuko kwenye maeneo gani, ili wawe watu wa kwanza kunyeutralize hatari ambayo inaweza kaanzishwa kabla haijawa hatari. Yaani wasisubiri itengeneze hatari alafu anze kujiuliza kuzuia hatari. Bado nataka kutengeneza mazingira ya kuepusha hatari yenyewe kuanza kutengenezwa. Sio, ina maana kwamba wanatakiwa wawe zaidi proactive kuliko kuwa reactive. Sio, hicho ni miongoni mwa vitu ambavyo nasema wanapaswa kuvifanya, lakini kikubwa zaidi kingine ni wachezaji kujitolea zaidi ya 100%. Ukienda kwa mchezaji mmoja mmoja kwa kikosi, RS Berkane wanaonekana kuwa na timu bora au wachezaji bora zaidi kuliko Simba. Simba wanapaswa kukapitalize hiyo kwa namna gani? Ina maana kwenye mbinu na namna ambavyo wanaweza kujitolea ndani ya uwanja. Kwa hiyo huo ni mchezo ambao
Simba wanapaswa kuhakikisha kama ni kukimbia, wanakimbia mara 2 zaidi ya Berkane ndani ya uwanja kwenye huo mchezo, lakini pia kama ni kujitolea, wanajitolea mara 2 zaidi ya Berkane kwenye huo mchezo, kwa sababu wakirely kwenye ile tunasema labda pengine technical ability peke yake, hawana hiyo technical ability ya wachezaji wao mmoja mmoja kumatch kikosi cha RS Berkane. Lakini ukizungumza kwamba overall general play ya mchezaji mmoja mmoja, pia Simba hawana hiyo ya kumatch mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo wanatakiwa kwenda overboard, kujitoa zaidi, kuhakikisha kwamba concentration pia inakuwa ni ya hali ya juu, wasiruhusu makosa ya kizembe kama ambavyo tuliyaona kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza, na hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kama wakiviunganisha vyote kwa pamoja vinaweza vikawasaidia wao kwenda kupata chochote kitu kwenye huu mchezo. Lakini kumbuka Berkane ni timu ambayo unaweza ukafanya kosa moja wakakuadhibu, ukajikuta mlima unaongezeka tena. Na Simba ni timu gani? Unaweza ukafanya